Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu ambazo ni za baraka sana. Hizi zimeandikwa kwa ajili yetu. Tuko katika kitabu cha Methali, tumefikia sura ya 18 mstari wa 22. Tasoma ule tu mstari mmoja wa 22 sura ya 18. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Tasoma na mstari wa 19 mstari wa 14 kwenye sura ya 19. Tuunganishe hapo. Sura ya 19 mstari wa 14. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Haya, tuko na vijana hapa ambao hamjaoa, na wale wasichana ambao hamjaolewa, au wanawake ambao hamjaolewa. Apataye mke apata kitu chema. Mke ni kitu chema. Kama mke ni kitu chema, basi mke ni wa maana sana. Lakini anasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Maana yake ni hii, kwamba kile kitendo cha kuoa na kupata mke, umepata kibali kwa Bwana. Mwanaume, umenisikia? Ukioa unajipatia kibali kwa Bwana. Sasa mke gani unayeoa? Anasema apataye mke apata kitu chema. Unampata kutoka wapi huyo mke? Mke huyu unapewa na Bwana. Sura ya 19 anasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Mke akitoka kwa Bwana, mke ukipewa na Bwana, unapata kibali mbele za Mungu. La sivyo, ukijipatia mke tu yeyote unayempenda, sawa, umepata mke, lakini huna kibali kwa Bwana. Mke utakayepewa na Bwana, huyo atakupa kibali kwa Bwana. Lakini kibali hiki kitakutambulisha mbele za Mungu na kitakupa haki zote mbele za Mungu. Kwa hiyo kuoa ni kujipatia kibali. Sasa ukioa mke tu ili mradi mke, huwezi kupata kibali kwa Bwana, kwa sababu umemuoa tu. Tafsiri yake hapa ni kwamba kila mtu anayetaka kuoa amuulize Bwana, ni yupi unayetaka nimuoe? Vijana, bila shaka mnanisikia ninachosema. Ukitaka kuoa muulize Bwana, maana anasema bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Mtu hupewa na Bwana mke mwenye busara. Kwa hiyo maana yake watu wakitaka kuoa, au wewe ambaye bado hujaoa, ukitaka kuoa muulize Bwana, mke mwenye busara umesema yuko kwako, na mimi namhitaji huyo, maana atanisaidia. La sivyo utakuwa umejipatia mke yeyote ambaye baadaye itakuwa ni teso kwako. Lakini vizuri kumwambia Mungu, nipe mke unayetaka nikupe. Hii ni ahadi yake. Hii ni ahadi ya Mungu kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo kibali ni ahadi, kwamba ukioa Mungu anakupa kibali. Lakini ukioa mke yupi? Mke ambaye yeye atakwambia oa huyu. Huyo ndiyo anakuwa kibali mbele za Mungu kwako. La sivyo utakuwa huna kibali. Utakuwa kweli na mke, lakini huna kibali. Kitu muhimu sio kuoa. Kitu muhimu ni kuoa mke ambaye anatoka kwa Bwana, ili awe kibali kwako mbele za Bwana. Bila shaka umeelewa ninachosema, mwanaume. Kadhalika na nyinyi wanawake, usiolewe tu ili mradi kuolewa. Olewa na mume ambaye kweli Mungu amesema huyu olewa naye, maana utakuwa kibali kwake. La sivyo, ukiolewa na mwanamume tu ili mradi umependa kuolewa, sawa, lakini hutakuwa na kibali mbele za Mungu. Kibali kinatolewa tu pale kama huyo anayekuoa ni sahihi. La sivyo huna kibali.
Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Bila shaka umeelewa nasema nini, na neema za Mungu na baraka zake ziwe pamoja nawe tangu leo, sasa na hata milele. Amen.